Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya jitihada katika kuboresha maendeleo katika idara maalum, ikiwa ni shamra za kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Amesema hayo Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame, akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi wa nyumba za maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo huko Hanyega Mchana, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya jitihada kubwa katika kuhakikisha kwamba idara maalum zinaimarishwa na zinaboreshwa, na hivyo kuwa na mfumo maalum wa kuhakikisha uwepo wa makazi bora ya maafisa na wapiganaji wa idara zetu. Katika kuhakikisha kuwa huduma ya urekebishaji wa tabia inaboreka na inaimarika, serikali kupitia miradi yake ya maendeleo imekuwa ikitoa msaada mkubwa wa kifedha kwa chuo chetu cha mafunzo kwa lengo la kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo, ikiwemo ujenzi wa majengo ya ofisi na mahanga kwa lengo la kuweka mazingira bora kwa watendaji ili kuweza kutoa huduma bora kwa wanafunzi. Ndugu zangu, serikali imeona ipo haja na ulazima wa kuweka makazi yaliyo bora kwa maafisa na wapiganaji ili wao sasa wapate nafasi ya kuwahudumia wanafunzi ambao wanaletwa kujifunza ili kubadili tabia walizonazo, na watakapotoka hapa sasa wawe ni watu bora wenye kujali na kuona kwamba wana mchango gani kwa jamii inayowazunguka. Amesema kuwa serikali imefanya jitihada katika kuboresha nyumba za makaazi za maafisa wapiganaji wa chuo cha mafunzo, kuhakikisha kuwa kuna mfumo maalum wa makaazi bora wa maafisa na wapiganaji wa idara maalum SMZ. Naomba sasa nichukue nafasi hii kumshukuru kwa dhati kabisa na kumpongeza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuwatumikia Wazanzibari. Naomba nieleze kwamba Mheshimiwa Rais amewaarithi marais wengi waliopita mpaka leo tukafikia kuita awamu ya 8, kwa maana walishapita 7 kabla yake, lakini Mheshimiwa Rais wa awamu ya 8 Dr. Hussein amefanya kazi kubwa sana. Ni kazi ya mfano, ni kazi ya kutukuka, ni kazi ya kuenziwa na kuthaminiwa kwa kiasi kikubwa sana. Aidha, nichukue pia fursa hii na nafasi hii adhimu kumshukuru na kumtakia kila la heri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo na yeye ametekeleza kwa kasi kubwa maendeleo na kuwatumikia Watanzania kwa ujumla. Naye Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ akisoma taarifa ya kitaalamu juu ya ujenzi huo amesema mradi huu wa ujenzi wa nyumba 9 kwa ajili ya MOFSA ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa 10 2024 na ulikusudiwa kumalizika katika mwaka wa fedha wa 2024/25. Kutokana na changamoto zilizojitokeza katika ujenzi huu, mradi huu umechelewa kumaliza kama ilivyokusudiwa na unategemewa kumalizika katika mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa nyumba kwa ajili ya MOFSA utakuwa ni ujenzi wa nyumba 9 zenye urefu wa mita 22.2 na upana wa mita 13.5 sawa na mita 299.7 zenye uwezo wa kubeba familia 2 kila nyumba moja, ikiwa na vyoo vitatu, ikiwa na vyumba 3, vyoo 2, kumbi 2, choo 2, majiko 2 pamoja na sehemu 2 za ua.
Kwa upande wake, kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, Kanal Hamis Bakari Hamisi, akitoa shukrani zake za dhati kwa waziri huyo kwa kuweka jiwe la msingi la nyumba za maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo Zanzibar. Kwa namna kipekee kabisa kwa nafasi hii, tukushukuru sana Mheshimiwa Waziri kuja kushirikiana nasi katika hafla hii fupi ya kuweka jiwe la msingi la makazi ya maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo. Tunajua kwamba kuna shughuli nyingi sana za kwako binafsi, za kifamilia, za kijamii, lakini pia za kiserikali, lakini tulipopata ujumbe wa kuja kushirikiana nasi katika kufanya hivyo, kwa hiyo tunachukua nafasi hii kukushukuru sana na niseme tu kwamba karibu sana na tunathamini sana uwepo wako, na hii ni historia kwetu kuja kuweka jiwe la msingi la nyumba hizi 9 za maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo. Nikiripoti Fatia Haji, Mafunzo Online TV.